Tukianza kwanza nianze na wewe Elizabeth. Ulikuwa Tanzania. Naam. Kwa mtizamo wako binafsi, kwa maneno machache tu, uchaguzi wa Tanzania ulikuwa vipi? Uchaguzi wa Tanzania haukuwa huru na haki. Kuanzia mwanzo, wakati wa uchaguzi, kisha uchaguzi ilipokwisha. Kama an observer, kuna vitu ambavyo vinafaa vifanyike ndio tuanze kazi. Ya kwanza kunafaa kuwe na mkutano between the observers na INEC. Ndio mnapewa rules, mnapewa vijitabu za rules and regulations. Lakini hiyo haikufanyika. So unapata wakati hiyo tuliona ilifanyiki, watazamaji wengi waliondoka Tanzania. Walijua hapa kutachafuka. Siku ya kupiga kura kwenyewe, unapata kwamba kwa vituo vya kupiga kura kulikuwa na wanajeshi. Na kawaida ukiona wanajeshi mahali unajua kuna hali ya taharuki. So hiyo ilifanya wapiga kura wengi walikaa kando na kukuwa na watu kabisa. Kisha masaa 8 hivi kukakuwa na taharuki kabisa. Waandamanaji walikuja wakaribu vitu kwa vituo vya kupiga kura na tukapotea hivyo. Onesmo, wewe ni mwanasheria lakini pia wewe ni mtetezi wa haki za kibinadamu. Kwa tathmini yako, je, uchaguzi huu wa Tanzania ulikidhi vigezo vya demokrasia huru? Uchaguzi huu bahati nzuri ni kwamba sisi kama Watanzania, lakini sisi kama taasisi za haki za binadamu kwa muda mrefu, takriban miezi 5 kabla uchaguzi huu, tulianza kuelezea wasiwasi wa namna uchaguzi huu utakavyokwenda, na tukaelezea namna gani tunapaswa kufanyia kazi mambo mengi ya msingi kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi huo. Na mambo ambayo tulizingatia ambayo sasa yanafanya uchaguzi huu usiwe na sura ya kidemokrasia, tukitambua kwamba kwa mujibu wa katiba yetu Tanzania ni nchi ya kidemokrasia ambayo inapaswa kuendesha chaguzi zake zenye sura ya mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo tukaona hizi dalili, tukashauri serikali, tukashauri nchi kwa ujumla kwamba ni vyema kabla ya kwenda kwenye uchaguzi huu kuna mambo kadhaa ya kufanya. Kwanza ni maboresho ya msingi ambayo yalipaswa kufanyika. Lakini la pili, jambo ambalo lilikuwa la msingi sana ambalo limetufikisha hapa tulipo, ni swala la taifa kugawanyika, manunguniko, malalamiko mengi ya wananchi, taasisi mbalimbali, ikiwemo vyama vya upinzani. Tukazani kwamba ilikuwa ni vyema kama taifa kukutana kwa pamoja na kutengeneza majadiliano ya kitaifa na muafaka wa kitaifa kuelekea kwenye uchaguzi huu, ili kuepuka yale ambayo yamejitokeza, lakini pia ili kutengeneza uchaguzi ambao ni wa huru, haki, lakini pia una sura zote za kidemokrasia ambayo pia ni msingi kabisa wa kikatiba, kwa sababu taifa letu toka mwaka 1995 tulianza kuendesha chaguzi za mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo mwaka huu dalili zote za kwamba hatukuwa na mfumo ambao hatutaweza kuwa na chaguzi ambazo zina mfumo wa vyama vingi tuliziona. Kwa hiyo tukaeleza mapema. Sasa hayo hayakufanyika. Kwa hiyo kwa ujumla, kama uchaguzi uliendeshwa bila kuzingatia yale ambayo tuliyasema, kwa ujumla ni kwamba uchaguzi haukuwa na sura ya kidemokrasia, kwa sababu mambo ambayo yalipaswa kuzingatiwa hayakufanywa kazi. Mohamed Issa, kwa mtizamo wako, yote yaliyofanyika kipindi hiki cha uchaguzi, kuanzia kampeni mpaka baada ya uchaguzi, yanatoa taswira gani kuhusu demokrasia nchini Tanzania? Demokrasia kama mfumo ambao unatakiwa ujengwe kwenye misingi iliyo imara, nadhani yaliyotokea yote yanaonyesha tu kwamba kama nchi, mfumo wa demokrasia Tanzania haujajengeka katika misingi imara, kuanzia kwenye katiba ya nchi, lakini kwenda mpaka kwenye vile vinavyopelekezea uchaguzi uweze kuondokana na lawama na manunguniko yaliyopo. Na haya si mambo yanazungumzwa leo tu, yalizungumzwa toka wakati wa tume ya marehemu Jaji Nyalali iliyopelekezea kuelekea kwenye mfumo wa vyama vingi, lakini pia na kwenye tume nyingine zilizofuatia, kwamba ili nchi ingie kwenye mfumo huu kulitakiwa kuwa na maandalizi makubwa sana. Kwa hiyo kilichotokea kinaonyesha kwamba maandalizi ya kwenda kwenye mfumo wa demokrasia hayakufanyika ipasavyo, na kwa hivyo kama taifa tunatakiwa kujitathmini na kuona kwamba yale ambayo hayajafanyika yaweze kufanyika. Nirudi kwako Elizabeth, mlipokuwa pale kama waangalizi, ni changamoto gani ambazo zilikuwa kabla ya siku ya kupiga kura, ambazo mnaweza kusema kwamba kulikuwa na kitu kimoja, cha pili, cha tatu ambacho kilionekana kwamba ni tatizo? Changamoto ya kwanza ilikuwa ni mawasiliano. Hakukuwa na njia mwafaka wa kuwasiliana hata na vyombo vya habari. Hawakuwa napata any information kwa vyombo vya habari, na pia kwa mitandao za kijamii. Yote yalikuwa regulated to some extent. Unavyoona hivyo unajua kwamba mambo yatakuwa mazuri. So hiyo ndio ilikuwa changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ilikuwa ni hakukuwa na mtu yule unaweza sema ndapata information kwake.
nikitaka kuulizia jambo ama swali, kunakuwa na ule contact person. Hiyo kufanyika nchini Tanzania. Ya ingine pia tuliona before tuende ilikuwa ni issue ya kupewa accreditation. Tuliteseka mno. Accreditation ilikuja siku 2 ndio waende kwa uchaguzi. So hiyo inafanya waangalizi wengi hawakufika sababu ya hiyo. Mohamed Issa, kwa mtizamo wako, kwa sababu wewe umefuatilia uchaguzi huu kama mtu binafsi, kuna uwezekano wa mageuzi ya kikatiba, kisiasa kutokana na shinikizo na hususan baada ya matukio ya hivi karibuni Tanzania? Bali na yaliyotokea, lakini tumeona sura na picha za baadhi ya mataifa, baadhi ya vyombo vya habari, baadhi ya watu binafsi, baadhi ya jumuiya na taasisi ambazo zimekuwa kama zitakii kheri Tanzania kwa kufurahia yale yaliyotokea badala ya kusikitika. Kwa mfano, yaliyotokea kweli yanaumiza, watu wameumia, watu wameuawa, lakini inaangaliwa upande mmoja tu, kwa mfano wa serikali. Upande wa pili wa wale waliokuwa wakichochea kutoka nje ya Tanzania kupitia mitandao ya kijamii, na ndicho kitu kilichopelekezea serikali kuzima mitandao ya kijamii, ilitumika takriban miezi ikihamasisha Watanzania kujiandaa kwenda kwenye kupinga uchaguzi, kujiandaa kwenda kuvuruga uchaguzi. Haya yaliyotokea yangeweza kaepukwa ikiwa pande zote zingeweza kutenda haki, kwa maana ya wale wenye kuhakikisha kwamba maoni ya wananchi yatasikilizwa, kwa maana ya wale ambao watatoa maoni yao wasitumie mashinikizo, wasitumie uchochezi, wakatumia kauli za kujenga badala ya kubomoa, yangeweza yakaepukika. Lakini tuliona kinyume kabisa na mambo hayo, watu wakiwa nje ya nchi na wakijitapa hata baada ya vurugu kwamba tunaweza kurudia tena kwa namna nyingine kuleta vurugu. Kwa hivyo ni failure ya pande nyingi mno, pande ya mfumo na upande wa wananchi na hata wale ambao wangetakiwa kuwa wadau wa kuhakikisha hili lilotokea halitokei. Mohamed Issa, unataja tu kwamba kuna watu kutoka nje ya nchi waliokuwa wakishinikiza. Hili swali nitalipeleka kwako Onesmo, kwa sababu ni matamshi ambayo tumeyasikia sana, watu wakisema kwamba watu walichochewa. Lakini kuna baadhi wanaoji kwamba hata kama watu walienda kuandamana ni haki yao ya kidemokrasia. Kisheria hilo mnalitazama vipi, Onesmo? Kuandamana kwa mujibu wa katiba na standards za kimataifa za masuala ya haki za binadamu, protest au kuandamana ni swala la katiba. Kuandamana kwa amani kwa kufuata taratibu ni swala la kikatiba, na hilo liko kabisa moja kwa moja. Ni swala ambalo tulisisitiza kwamba maandamano ya wananchi ni swala la kikatiba. Na niseme tu kwamba wananchi walikuwa na malalamiko muda mrefu, na ndio maana sisi tulikuwa tunasisitiza kwamba ni vyema wananchi wakasikilizwa, malalamiko yao yakafanywa kazi kabla ya uchaguzi. Tulionya sana na kushauri sana kwamba sio vyema kwenda kwenye uchaguzi wakati wananchi walikuwa na malalamiko. Tungeweza kuyazuia maandamano hayo kama tungekaa chini kama taifa, tukawasikiliza wananchi na hoja zao na kufanyia kazi. Nadhani hilo lingekuwa la msingi, lakini kwa ujumla tuseme tu kwamba wananchi kwa ujumla wamekuwa na vilio vya muda mrefu. Na masuala ya uchaguzi, masuala ya utekaji yamekuwa ni muda mrefu, watu kulalamikia mifumo ya uchaguzi, kulalamikia masuala ya haki za binadamu. Kuna watu ambao ndugu zao wametekwa, wamepotea, wazazi wao, watoto wao hawajui wapo. Kwa hiyo kulikuwa kuna vilio vingi ndani ya Watanzania. Watanzania walikuwa na manunguniko mengi ambayo si tulizani tiba ilikuwa ni kurudi katika meza ya pamoja na kutengeneza mwafaka wa taifa na kutoa majawabu ya changamoto ambazo Watanzania walikuwa wanazililia. Kwa kweli kama haya yangesikilizwa, tusingeweza kufika hatua hii ambayo tumepoteza maisha ya Watanzania wengi, na sisi tunaendelea kutoa pole kwa mamia ya vijana ambao wamepotea na wengine wamejeruhiwa wakati wakilalamikia ukiukwaji wa haki zao za raia, lakini pia mifumo ya uchaguzi. Elizabeth, kwa mtizamo wako, haya yote yaliyofanyika yangeweza kuepukika? Ndiyo, yangeweza kuepukika. Tokea mwaka jana kumekuwa na maneno mengi sana Tanzania. Kwanza kushikwa kwa Tundu Lissu na kiongozi wa ACT Wazalendo Bwana Luhaga. Hayo yote yangekuwa yameshaongelewa. Even kuwatoa kwenye upigaji wa kura kama candidates, that in itself was going to cause chaos, because hawa watu ni watu wana ufuasi ukubwa kwa kusema kweli. So ukiwatoa kwenye hizo manjia ndio wasikue contestants, hiyo ingeleta shida. Na Luhaga Mpina aliweza kuenguliwa kama mgombea wa urais. Tundu Lissu ndio yuko jela kwa makosa ya uhaini. Mohamed Issa, hii ilikuwa na athari gani? Na je, kuna njia yoyote ambayo ingeweza kuzuia mambo haya tuliyoyashuhudia? Rono, unajua kuna suala la haki ya mtu ya kuandamana, haki ya kujieleza na haki nyingine kama wanavyozungumza wataalamu wetu wa sheria.
Lakini tunachosahau ni kwamba haki yako inapoanzia ndipo ya mwingine inapoishia. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, International Covenant on Civil and Political Rights, yani haki mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na za kisiasa, kifungu cha 19 kinaeleza haki ya uhuru wa maoni na kujieleza, lakini kinaeleza ukomo wa haki ya maoni na uhuru wa kujieleza, kwamba unaweza uhuru na maoni ya mtu yakazuiliwa na serikali ya nchi husika ikiwa kuna sababu za kulinda usalama, sababu za kulinda utulivu wa jamii, sababu za kuzuia kuwepo na vurugu na chuki. Hiki ni fungu cha 19 cha mkataba wa kimataifa. Sasa pale inapozungumzwa watu wana haki kweli ya kujieleza, ya kuandamana, ya kufanya nini, kilichotokea wakati wa uchaguzi hayakuwa maandamano. Kilichotokea wakati wa uchaguzi ilikuwa ni vurugu. Huwezi kusema nimeandamana, nimevunja kituo cha mwendo kasi, nimeandamana, nimechoma ofisi ya serikali, nimeandamana, nimechoma magari ya serikali, nimevunja biashara za watu binafsi. Haya mambo haya yametengenezwa na uchochezi wa kuchochea, lakini pia kama nilivyosema, mfumo wenyewe wa kidemokrasia wa nchi zetu nyingi za Afrika haukuandaliwa kujumuisha mawazo ya watu wengi, na hata kutofautiana kwa mawazo kukawa na uvumilivu. Lakini wanapatikana wanaotumia fursa hii. Kwa mfano, palitangazwa mapema kwamba mwaka huu hali ya uchaguzi hatutoachia ufanyike uchaguzi. Tayari hivi ni vitisho. Sasa kama unataka kusikilizwa na serikali na unakuja kwa lugha ya vitisho, sidhani kama kuna serikali duniani inasikilizaga lugha ya vitisho. Kwa hiyo kuna mambo mengi yangeepukika kama pande zote, upande wa serikali, upande wanaodai haki, ungeweza kwenda mbele.